Na mtazamaji, bila shaka nadhani utakuwa umesikia au umekutana na story ambazo zinahusiana na huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miriam Chiwa. Ni moja kati ya wadada ambao walitrend sana katika mitandao ya kijamii, hususan kipindi na release kazi yake inayokwenda kwa jina la Naenda. Na ni moja kati ya nyimbo ambazo zina trend mpaka sasa hivi. Sasa huyu Miriam Chiwa bwana, kitu ambacho kilifanya Watanzania wengi wawe excited ni ujio wa ndoa yake, kwamba alipata mpenzi. Unajua kwamba ni moja kati ya mabinti ambao wako na confidence, na kipindi anatangaza kuhusiana na mtu ambaye yeye anamhitaji katika maisha yake kumuoa, ni kwamba alisema aliweka vigezo vingi sana, umeona lakini baadaye bwana ikaonekana kwamba amepata mpenzi, amepata mchumba, na mchumba wake bwana akamtangaza katika mitandao ya kijamii na akaweka bayana kwamba kuna ndoa inakuja kati yake yeye na mpenzi wake, na kila mtu akawa yuko excited kusubiri ndoa ya Miriam Chiwa na huyu kijana ambaye amekutana naye. Lakini mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo watu walikuwa na expect kutoka kwao. Sasa sababu ya mambo kwenda tofauti bwana ni kwamba inasemekana kwamba jamaa ameamua kurudi nyuma, yani kuback up. Kijana bwana alikuwa hana nia ya kumuoa kwa mujibu wa watu jinsi ambavyo wamemjaji huko mitandaoni, kwani kama alikuwa na nia ya kumuoa hauwezi ukasema kwamba eti wazazi wamekuzuia, yani familia ya huyu kijana imemkataa Miriam asiolewe naye. Ni kitu ambacho make sense kwa ulimwengu huu wa sasa hivi. Kijana wa kiume huwezi ukafanyiwa maamuzi na familia eti umuoe huyu au usimuoe huyu. Kijana imeonekana kama vile yeye mwenyewe tu hakuwa na nia ya kumuoa binti wa watu. Sasa huko mitandaoni bwana, kijana amepokea madongo sio kawaida. Peji mbalimbali zimeposti picha yake wakiwa wanampiga dongo juu ya dongo, wakimsema vibaya kwamba alikuwa hana nia ya kumuoa Miriam, alikuwa anatafuta kiki au vipi. Miss Reni ameposti picha ya huyu kijana na ya Miriam Chiwa, akaandika hapa ujumbe kwamba huyu kaka hakuwa muoaji, alikuwa tu anataka kumchezea Miriam, kisha mpa mimba akamwachia manyoya msichana wa watu, ila wanaume hawa hawana aibu. Alafu hapa chini akaandika kwamba muone na mabegi yake mawili, kaka kitapeli na kichogo chake kama nchi ya bamia. Huyo ni Miss Reni bwana, amemsuuza kijana wa watu. Lakini pia kuna page nyingine hapa wameandika kwamba mwamba kabeba mabegi yenye maamuzi magumu. Alafu kaandika bwana, kutana na mwanzilishi wa kujiamulia mambo. Umeona bwana. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, kutana na binadamu wa kwanza kabisa kujiamulia mambo anasema kwamba mnamo ya miaka ya 2026 kijana huyu alishangaza dunia baada ya kuonyesha nia ya kumuoa binti wa watu, kumbe na yeye ni wale kama wakina Kevo tu. Ameandika hivyo hapa. Hii ni Mwanachuo Stories wamekuja kuandika hivyo. Kuna mwingine anasema kwamba mimi tokea mwanzo nilipoona, hizi ni comments sasa za wadau. Kuna mdau hapa ameandika, mimi tokea mwanzo nilipoona nilijua kabisa kwamba hapa bwana huyu jamaa ashushi mabega, nilijua kabisa hapa hakuna ndoa. Msimamo huko mabegani. Kuna mwingine amesema kwamba bwana dau jamaa kweli si mtu mzuri, ameonja alafu amekimbia. So hizo ni comment. Ukiwa kama mdau na pia tokea maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.